Kutoka sura ya 18 ule mstari wa 14 anasema hivi. Kutoka 18. Mkwe Musa alipoyaona yote aliwafanyia watu, akasema, ni jambo gani watendelalo hawa watu? Kwani wewe kuketi peke yako na watu wote kusimama kwako tangu asubuhi hata jioni? Mstari wa 21. Zaidi ya hayo utajipatia katika watu hawa walio wenye uwezo, wenye kumcha Mungu, wawe wa kweli, wenye kuchukia mapato ya udhalimu, ukawaweka juu yao, wawe wakuu wa maelfu na wakuu wa mamia, wakuu wa 50 na wakuu wa makumi. Ukisoma kuanzia ule mstari wa kwanza kitabu cha Kutoka, unamuona mkwewe Musa anamtembelea Musa akiwa na mke wa Musa na watoto wawili wa Musa. Anapofika mahali Musa anafanya kazi ya Mungu, anakuta Musa kuanzia asubuhi yuko bize, watu wamepanga mstari, wanakwenda kwa Musa, wana matatizo mengi, wana mahitaji. Aliyekuwa na majibu ya maswali yao ni Musa, kuanzia asubuhi hata jioni. Alipoyaona, Biblia inasema akapata shida ndani ya moyo wake, akamuona Musa, huyu kazi anayoifanya ni kazi ngumu. Watu kuanzia asubuhi wamepanga mstari, wanamsubiri yeye. Kwa anampa ushauri kwamba wewe, kazi unayoifanya ni nzito, ni ngumu sana, utadhoofika, hutakuwa na muda na familia yako, na hawa watu watakata tamaa, hamtaweza. Kwa akampa ushauri achague viongozi, awaweke kama wasimamizi pamoja na yeye, wachukue ule mzigo mzito, watembee pamoja na yeye. Anasema yale matatizo makubwa watakuletea wewe, lakini yale yaliyo madogo madogo watayamaliza wao, halafu nakuletea ripoti. Kwenye kwaya tulipokea jambo hili, kule kwenye jumuiya tulipokea jambo hili, tumelimaliza, wanakuletea ripoti wewe. Bwana asifiwe. Uongozi wa kanisa ukaanzia hapa. Leo tuna mzee wa kanisa, tuna viongozi wa kwaya, tuna nini, tuna askofu. Askofu asingeweza kufanya yote haya, anaweka mchungaji. Mchungaji asingeweza kufanya yote haya, kuna wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa asingeweza kufanya yote haya, kuna kiongozi wa kwaya. Kiongozi wa kwaya asingeweza kufanya yote, kuna kiongozi wa jumuiya, kuna kiongozi wa vijana, ili wote wafanyike baraka kwenye kazi hii, ili kusudi la Mungu litimie. Sasa leo tunawaingiza kazini wazee wa kanisa, ili kila mmoja asimame kwenye nafasi yake. Kuna siku nilisema, mahali ulipochaguliwa kuongoza, unasimama kama mchungaji ambaye anasimama kuwachunga wale watu. Matumaini yako na mapenzi ya kwetu kama kanisa, tunatamani kuona umesimama kuongoza wanakwaya. Walikuwa wanakwaya 15, tunatamani kusikia mwaka ujao wanakwaya wako 30. Kwenye jumuiya kuna watu walikuwa wanakutajika watu 8 kwenye jumuiya, tunasikia kwenye jumuiya fulani wametoka kwa watu 8 wanakutana watu 25 mpaka 30 na kuendelea. Ukichaguliwa kwa kiongozi, una wajibu mkubwa sana wa kusababisha matokeo yaliyo makubwa. Sasa katika Agano Jipya anasema katika kitabu kile cha Tito juu ya sifa mojawapo pia ya kiongozi. Waraka wa Mtume Paulo kwa Tito. Waraka wa Mtume Paulo kwa Tito sura ya 1 mstari wa 5. Anasema hivi: kwa sababu hii nalikuacha Krete ili kuyatengeneza yaliyopunguka na kuweka wazee katika kila mji kama vile nilivyokuamuru. Ikiwa mtu akushtakiwa neno, naye ni mume wa mke mmoja, ana watoto waaminio, wasioshtakiwa kuwa ni wafisadi, wasiotii, maana imempasa askofu au mtu asiyeshtakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu, asiwe mtu wa kujipendekeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi,
wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu. Anatumia neno askofu kama mwangalizi. Mzee wa kanisa ni mwangalizi, mwenyekiti wa jumuiya ni mwangalizi, kiongozi ni mwangalizi kwenye lile kundi ambalo ameweka kuliongoza, ameweka kulichunga, anawaangalia wanaenenda namna gani. Sasa Mtume Paulo alipofungua kanisa la Krete hakuweka wazee wa kanisa, walifanya kama ni mkutano, wakapanda kanisa, wakaondoka. Kwa walipoondoka, ndipo anasema anamwacha Tito ili atengeneze mambo yaliyokuwa yamepungua. Ndipo anasema kwa sababu hiyo nalikuacha Krete ili yatengeneze mambo yaliyokuwa yamepungua. Ninaamini kuna mambo yalipungua kwenye baraza lililopita, kuna mambo yalipungua kwenye viongozi wa kwaya, kuna mambo yalipungua kwenye jumuiya. Viongozi hao waliochaguliwa, tunatumaini kwamba wao haya mambo yaliyopungua watayatengeneza, watayakamilisha, na wala hawataweza kuyamaliza. Wako watu wengine pia watakuja, lakini ni muhimu sana ukiwa kiongozi uweke alama. Yaani ukiondoka wasema kwa kweli fulani, kwa kweli fulani. Lakini kuna mwingine akiondoka anasema afadhali ameondoka, maana alikuwa anatusumbua. Kuna mtu akiondoka kwenye kwaya alikuwa anasema tumepumua. Alikuwa msumbufu. Lakini tunapewa nafasi hiyo ya kuwachunga. Ukiwa kiongozi, kuwachunga watu 20, unazo tabia 20 pale. Umepewa kuwachunga watu 20, una tabia 20 pale. Kila mmoja na tabia yake. Kuna mwingine anasema haraka. Kuna mwingine hata mkiwa kwenye kikao hataki hata kunyosha mkono, ameshasema. Ni tabia yake. Sasa kiongozi unahitaji kuwa na hekima. Mungu akupe hekima ili kuchukuliana na kila mmoja mmoja. Kwa sababu kila mmoja na madhaifu na kila mmoja na mapungufu. Vidole hivi viko vitano. Bwana asifiwe. Kuna mwingine anaweza kusema wewe una matatizo kabisa. Wewe una matatizo kabisa na msonga. Alafu vidole hivi vinamwambia, hivi vitatu vinamrudia, ila hata wewe una matatizo. Pamoja na hapo unamwambia huyu ana matatizo, ila na wewe hivi vitatu vinakwambia una matatizo. Alafu hiki kimoja kinasema na Mungu shahidi. Bwana asifiwe. Yaani una msonga, yaani una matatizo wewe kabisa, una shida. Alafu vitatu vinakuangalia wewe. Lakini hata wewe una matatizo kama huyu. Alafu hiki kimoja kinasema na Mungu shahidi. Kama ni wagonjwa tunatofautiana tu ugonjwa. Bwana asifiwe. Sasa kiongozi ujue unazo tabia za namna hiyo. Kiongozi wa kanisa amebeba tabia nyingi sana pale. Kila mmoja na ya kwake. Kwa ni lazima sasa tujifunze kuchukuliana mizigo kama anavyosema katika Galatia ile sura ya 6 kwamba mchukuliane mizigo, kila mmoja atabeba furushi lake mwenyewe. Kwa kiongozi mliochaguliwa leo, tunategemea kuona nuru inawaka. Tunategemea kuona maendeleo kwenye kanisa, maendeleo kwenye kwaya, maendeleo kwenye jumuiya. Kila mahali tuone maendeleo, tuseme hakika hawa viongozi waliochaguliwa wanafanya kazi ya Mungu. Lakini jambo la pili, umechaguliwa si kwa bahati mbaya. Na sio yule aliyeachwa hawezi kuongoza, anaweza, lakini Mungu anataka wewe uongoze. Wote wanaweza kuongoza, lakini Mungu anakutaka wewe uongoze. Kitabu cha waraka wa Mtume Petro ile sura ya 5. Waraka wa Mtume Petro sura ya 5, ule mstari wa kwanza. Petro, Agano la Kale, Agano Jipya. Najua kuna mtu aliyewahi kufanya sherehe, akawa na rafiki yake kutoka Uingereza, akamwalika aje kwenye sherehe yake. Kwa akawa naomba kwamba fulani akija kwenye sherehe yake, kwa kweli litatoka kwenye upangaji. Maana yule bwana amejaliwa kuwa na change.
yuko vizuri na ni mtoaji mzuri. Kwa wanafunga na kuomba ili yule ndugu aje kwenye sherehe yake. Kwa akamshirikisha na mke wake juu ya yule bwana. Basi yule bwana akawajibu akamwambia, nitakuja, nipeni tarehe ya ndoa. Siku ya ndoa akaja, fanya sherehe yao kanisani, wakaenda ukumbini. Watu naanza kutoa zawadi. Si unajua tukienda ukumbini zawadi tunavyotoa tofauti na hapa kanisani. Kanisani tunaweza tukatoa shilingi 10,000, lakini kule ukumbini unarusharusha tu kama vile zimekutoka akilini. Ukirudi nyumbani hata ile kununua tu joni hauna. Kununua tu dagaa umeacha wapi? Ukumbini. Sasa kanisani inakuwa ni tofauti. Sasa yule bwana wakamtegemea kwamba huyu ana change. Kweli alipofika muda wake akapewa nafasi. Kashika maji akasema, ukweli nimetoka Uingereza, nimesafiri na ndege. Akaeleza porojo nyingi. Ilipofika muda wa kutoa, akasema, ninawapa Biblia hii maharusi. Ndani ya Biblia hii kuna utajiri mkubwa. Hawataweza kumaliza ikiwa watatumia vizuri. Bibi harusi huku moyo unapiga, bwana harusi moyo unapiga. Anasema, sasa tulianza kupokea nyumba, tulianza kutoka kwenye upangaji. Sasa natoka Biblia. Hii ndio inatoka kwenye upangaji. Akaeleza, yani huku na wao sasa wamechanganyikiwa. Baada kamaliza akaenda kutoa Biblia yake. Iko vizuri, imefungwa vizuri kwenye karatasi. Akaondoka karudi Uingereza. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wale ndugu walikuwa wamepanga nyumba nzima, mpaka akasikia wamefukuzwa kwenye nyumba waliokuwa wanaishi. Siku moja akapata safari kurudi Tanzania. Aliporudi Tanzania, akawatafuta mahali wanapoishi. Akawakuta walikuwa wanakaa kwenye nyumba nzima wamepanga. Sasa wamekaa kwenye nyumba ya chuma na sebule, tena nishike nisiue. Nyumba ya nishike nisiue, mnazifahamu? Ile nyumba ya mnaifahamu. Hapo kuna nyumba na niue nisikuue. Wanaishi kwenye hiyo nyumba. Sasa naanza kujiuliza, hawa watu wana niliwapa utajiri mkubwa, imekuwaje? Akafika pale nyumbani na gari yake. Akaanza kuzungumza nao. Kawatia moyo, kauliza, ile Biblia niliwapa iko wapi? Ndipo mama anakimbia kule kabatini anachukua ile Biblia. Mpaka mabuibui ameshaanza kufutafuta ile Biblia. Unajua kwa Kiswahili Biblia tunasoma tukija hapa kanisani. Anafutafuta tu, akamletea mtumishi wa Bwana. Akasema, hii hapa. Yule ndugu kaanza kupekua, kafika mahali kuna cheki aliandika kaunga kwenye Biblia ya milioni za pesa. Cheki wao inaisha muda wake. Naambia, mbona hela hii hapa niliwapa kaweka kwenye Biblia. Wakristo wengi utajiri wako kwenye Biblia tunausahau kabisa. Hawa watu wameishi maisha magumu lakini pesa wanayo. Bwana asifiwe. Biblia ina kila kitu. Bwana asifiwe. Na ile leo nampigia Yesu makofi.